Katika hadithi zote nimewahi kuzisoma za kuhusu Muhammad, hii ndio hadithi nzito kabisa nimewahi kuisoma. Hadithi ambayo inanichoma sana moyo wangu, na nataka nawasihi sana Waislamu usikilize kwa makini sana na mtafakari yaliyomo katika hadithi hii na yaliyomo katika vitabu vya Biblia, nini Bwana Yesu anazungumza. Hadithi ya leo inatoka kwenye mkusanyo wa Sahih Bukhari. Hadithi inatoka katika juzuu ya 6, kitabu cha 60, hadithi ya 337. Na hadithi hii inasimuliwa na Abu Huraira. Anasema hivi, amesema Mtume, mimi nitakuwa wa kwanza kunyanyua kichwa changu baada ya kupulizwa baragumu ya pili, na nitamuona Musa akining'inia juu ya kiti cha enzi, na sitajua kama alikuwa katika hali hiyo wakati wote au baada ya kupulizwa baragumu. Haya ni maneno ya Muhammad, kwamba yeye Muhammad atakuwa wa kwanza kufufuka patakapopigwa baragumu ya pili. Nisikilize kwa makini sana hapa maneno ya Muhammad. Sasa, japo anajisifia kwamba atakuwa wa kwanza, lakini kuna jambo la msingi sana kuhusu idadi ya baragumu anazozizungumza Muhammad. Na kusomea maneno ya Bwana Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ile ya 24, taanzia mstari wa 30 mpaka wa 31. Jambo la msingi hapa tutambue, Bwana Yesu aliishi miaka zaidi ya 600 kabla ya Muhammad, na maneno haya ya Injili yanaandikwa zaidi ya miaka 600 kabla kujitokeza Muhammad. Bwana Yesu anasema hivi: ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi, naye atawatuma malaika zake. Nisikilize vizuri ndugu yangu Muislamu, Bwana Yesu atawatuma malaika zake, huyu ni Mungu, pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Naomba nikusomee neno jingine safari na kusomea kwa waraka wa kwanza Paulo kwa Watesalonike. Sasa najua Waislamu mna chuki kubwa dhidi ya Paulo, lakini sikiliza Paulo maneno anayoandika ambayo yanaakisi yale yale Bwana Yesu Kristo aliyowasema kabla. Tunasoma Watesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 mpaka wa 17. Nasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, yani tutanyakuliwa pamoja na wale waliofufuka kwanza. Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Huu ndio ufufuo wa kwanza wa baragumu la kwanza ambalo Muhammad hatakuwepo. Muhammad anasema atafufuliwa, anasema nitakuwa wa kwanza kunyanyua kichwa changu baada ya kupulizwa baragumu ya pili. Katika imani ya Kikristo, baragumu ya kwanza inafufua wateule wa Mungu tu. Wale waliomwamini Kristo ndio wanafufua kwa ajili ya kuurithi uzima wa milele. Muhammad hatakuwepo, na wale Waislamu ambao walimkataa Bwana Yesu hawatakuwepo. Huu ufufuo wa pili anaozungumzia Muhammad ni ufufuo wa hukumu, ndugu yangu, ambayo Muhammad atakuwa wa kwanza kuinua kichwa chake kuhukumiwa. Sio kuhukumiwa kwenda kurithi mbingu, kuhukumiwa kwenda kwenye katika ziwa la moto, ambalo Bwana Yesu anatuambia ziwa hilo la moto halikuumbwa mwanzoni kwa ajili ya wanadamu, bali kwa sababu ya Ibilisi na malaika zake, ambako huko wanadamu waliomkataa Bwana wetu Yesu Kristo nao watapelekwa huko katika ile parapanda ya pili, ambao ni mfufuko wa hukumu. Ufufuko wa kwanza ni ufufuko wa kurithi uzima wa milele pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu na mfalme
Bwana anamleta uzima aliyekuwa ni Alfa na Omega. Ndugu yangu Muislamu, tafakari haya kimya kimya. Unataka kuwa katika parapanda ya kwanza au unataka kufika na parapanda ya pili na Muhammad kwa ajili ya ufufuko wa hukumu? Uamuzi ni wako, nafasi bado unayo.